Yapo baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya kwenye maisha yako yatatengeneza maisha yako, na yapo baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya kwenye maisha yako yatabomoa maisha yako. Katika video hii nitakwenda kukuambia mambo 10 ambayo kamwe hautakiwi kuyafanya katika maisha yako, kwani kitendo cha kuanza kuyafanya mambo hayo katika maisha yako ni kama kuyabomoa maisha yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na mambo hayo, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo 10 ambayo kamwe hautakiwi kuyafanya katika maisha yako. Namba 1, usipende kujilinganisha wewe na watu wengine kwa chochote. Asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kujilinganisha na binadamu wengine. Hata wanapofanya vitu mbalimbali katika maisha yao, huwa wanatamani kuwa kama watu fulani. Nikwambie, hiyo ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu waishi maisha yasiyokuwa na furaha, kwa sababu watajikuta wanaishi maisha yasiyokuwa yao. Siri ambayo haukuwahi kuambiwa na yeyote ni kuwa tangu ulipozaliwa, Mwenyezi Mungu aliliweka kusudio ndani yako, na kusudio hilo linatofautiana na makusudio ambayo yapo ndani ya binadamu wengine. Kwa sababu hiyo, kila mwanadamu ana njia yake na kila mwanadamu ana namna yake ya kufanikiwa. Upekee ambao ulizaliwa nao ndio unaokufanya wewe uwe bora kuliko binadamu wengine. Mtazamo ambao unatakiwa kuwa nao kuhusu maisha yako ni kuwa wewe ni mwanadamu wa kipekee. Chochote ambacho unakifanya katika maisha yako ni cha kipekee. Hata kama wewe ni mwimbaji na unatamani mafanikio ya Diamond, jambo ambalo unatakiwa kulijua, hauwezi kuwa Diamond. Diamond yupo vile kwa sababu ameuishi uhalisia ambao upo ndani yake. Inawezekana wewe ni bora kuliko Diamond. Kama ukiweza kuliishi kusudio ambalo lipo ndani yako, unaweza ukafanya makubwa kuliko yeye, kwa sababu haujataka kuwa kopi yake. Hivyo, ridhika na ulivyo. Ishi kulingana na kusudio ambalo lipo ndani yako, utakuwa mwenye furaha na mwenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 2, usimwambie kila mtu mipango na ndoto ulizokuwa nazo katika maisha yako. Kitendo cha kuambia watu siri za maisha yako ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuwa kikwazo katika safari yako ya mafanikio, kwani watu ambao unawaambia kuhusu mipango ambayo unayo katika maisha yako, si wote watasapoti mipango yako. Wapo baadhi ya watu ambao wanacheka na wewe, lakini moyoni wanachuki na wewe. Hawatamani ufanikiwe. Watakapojua una mipango gani, watatumia kila mbinu walizokuwa nazo ili wayazuie mafanikio yako. Hakikisha mipango na ndoto ulizokuwa nazo vinabaki kuwa siri ya maisha yako. Namba 3, haijalishi binadamu wengine wanakukosea kwa kiwango gani, kamwe usiishi ukiwa na chuki katika moyo wako. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuyazuia mafanikio na furaha yako ya maisha ni chuki pamoja na vinyongo ambavyo unaishi navyo katika moyo wako. Ndio maana hata vitabu vya dini zetu vinatukataza kuishi na chuki dhidi ya watu wengine. Unajua, unapokuwa na chuki na vinyongo dhidi ya watu wengine, chuki na vinyongo vitakuzuia kupiga hatua, kwa sababu utatawaliwa na maisha ya kutamani kulipiza visasi kwa wale waliokukosea. Lakini maumivu yanayotokana na chuki ni makali mno. Chuki ambayo unayo dhidi ya watu waliokukosea haitawaadhibu wao, bali itakuwa inakuadhibu wewe mwenyewe. Chuki itakwenda kufunga furaha katika maisha yako, lakini chuki itakwenda kufanya usipige hatua katika maisha yako. Ninakushauri, kama wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kuwa na furaha na mafanikio ya kweli kwenye maisha yako, hakikisha mtu anapokukosea, msamehe. Hata ikitokea hajakuomba msamaha, msamehe, na unamsamehe kwa sababu ya amani ya moyo wako, si kwa sababu yake, kwa sababu unahitaji kupona na kuanza kuishi maisha ya furaha kama binadamu wengine. Namba 4, kamwe usipoteze muda katika mambo yasiyokuwa na manufaa katika maisha yako.
Asilimia kubwa ya binadamu wanashindwa kupata mafanikio ya kweli kwenye maisha yao kwa sababu wanapenda kufanya vitu ambavyo vinawapotezea muda. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kufanikiwa kuliko binadamu wengine, chochote ambacho unataka kukifanya kwenye maisha yako, jaribu kukipima. Je, kina faida gani kwenye maisha yako? Ukibaini faida ni nyingi kuliko hasara, kifanye. Lakini ukibaini hakiwezi kuleta matokeo chanya kwenye maisha yako, achana nayo, kwa sababu mafanikio yako binafsi ni jambo ambalo unalihitaji kuliko kitu chochote kwenye maisha yako. Namba 5, usijaribu kumfurahisha kila mtu katika maisha yako. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo binadamu wengi wanayafanya kwenye maisha yao ni kujaribu kumfurahisha kila mtu ambaye wanakutana naye kwenye maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Hata ukiyatoa maisha yako yote, hautaweza kuwaridhisha watu wote ambao unakutana nao kwenye maisha yako. Wapo ambao bado watakulaumu. Kumbuka, amani ya moyo, furaha ya maisha na mafanikio ya kweli ni vitu vitatu ambavyo unavihitaji katika maisha yako. Hivyo, penda kufanya vitu kwa ajili yako wewe mwenyewe. Hata watu wengine wasipofurahia, kama vitu ambavyo unavifanya vinakupa mafanikio na amani ya kweli, endelea kuvifanya, kwa sababu wewe ni wa muhimu zaidi katika maisha yako kuliko binadamu wengine, kwani nao wana maisha yao. Namba 6, usiishi ndani yako ukiwa na hofu ya kushindwa katika maisha yako. Hofu ni miongoni mwa vizuizi vikubwa ambavyo vimezuia mafanikio katika maisha ya mamilioni ya wanadamu. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, jifunze kuishinda hofu. Kuwa mwanadamu ambaye unaweza kuthubutu kupita njia ambazo binadamu wengine wanaogopa kuzipita. Thubutu kufanya chochote ambacho watu wengine wanasita kufanya, kwani kila mwanadamu ambaye amefanikiwa katika uso wa dunia aliishinda hofu, alijiamini, akawa jasiri katika kuthubutu, na mwisho wa siku matokeo chanya yakaja katika maisha yake. Haijalishi wewe ni nani, upo mjini ama upo kijijini, umezaliwa katika familia ya kitajiri ama umezaliwa katika familia ya kimaskini, endapo utaishinda hofu, ukavaa ujasiri wa kuthubutu vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuyabadilisha maisha yako, basi utakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa katika siku za baadaye. Namba 7, usipende kuwa mwingi wa maneno alafu mchache wa vitendo. Miongoni mwa vitu ambavyo lazima uvijue na kuviweka akilini, maneno hayawezi kubadilisha chochote katika maisha yako. Zaidi yatakumalizia nguvu ya kutenda vitu ambavyo vinaweza kuleta mabadiliko ya kweli kwenye maisha yako. Ili uweze kufanikiwa, usipende kujieleza sana. Acha vitendo vyako viongee, na siku chache zijazo mafanikio yatajieleza kwenye maisha yako. Hivyo, kama wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kuzungumza kupita kiasi, punguza maneno. Badala yake, penda kutenda kupita kiasi, kwa sababu matendo ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kuleta mafanikio ya kweli na mabadiliko ambayo unayahitaji katika maisha yako. Namba 8, epuka matumizi makubwa kuliko uhalisia wa kipato chako. Wapo baadhi ya watu hujikuta wakitumia pesa nyingi kuliko uhalisia wa vipato vyao, jambo ambalo huwapelekea kuingia kwenye madeni makubwa ambayo huyagharimu maisha yao, kwani hujikuta wakitumia muda mwingi kulipa madeni kwa sababu ya aina ya maisha ambayo wanayaishi. Ili uweze kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio, hakikisha unajitathmini. Wewe ni mwanadamu mwenye kipato kiasi gani? Kisha hakikisha unapunguza matumizi yako ili matumizi yako yawe madogo kuliko kipato ambacho unakiingiza. Tumia kipato chako kuweka akiba. Tumia kipato chako kuwekeza katika biashara, alafu matumizi yako yawe sehemu ndogo tu katika kipato ambacho unakiingiza. Kama utaweza kufanya hivyo, ndani ya muda mfupi sana utakwenda kuyashuhudia mabadiliko makubwa katika maisha yako. Namba 9, hakikisha unamheshimu kila mtu katika maisha yako. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo unaweza kuwa umeyafanya katika maisha yako ni kitendo cha kuwadharau binadamu wengine kwa sababu ya hali zao za kimaisha. Kitu ambacho hukielewi ni kuwa mwanadamu mmoja huhitaji msaada wa mwanadamu mwingine katika nyakati fulani ili aweze kuvuka kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kuna muda ambao binadamu husimama kama mabango katika maisha yetu kwa ajili ya kutuelekeza njia sahihi kwenye maisha yetu, lakini kuna wakati ambao wanadamu husimama kama madaraja katika maisha yetu kwa ajili ya kutuvusha kutoka sehemu moja na kutupeleka katika sehemu nyingine. Mheshimu kila mwanadamu ambaye unakutana naye katika safari yako ya maisha, kwa sababu huwezi jua
Kesho nani atakayekuwa msaada kwako? Hata kama umefanikiwa kuliko watu wengine, bado waheshimu hata uliowazidi mafanikio, kwa sababu aliyekupandisha wewe katika ngazi za maisha ndiye aliyewashusha wao katika ngazi za maisha. Inawezekana kesho wakapandishwa wao na ukashushwa wewe. Namba 10, kamwe usiache ndoto zako kwa sababu ya vikwazo mbalimbali ambavyo unapitia katika maisha yako. Vikwazo ni jambo la kawaida kwa mwanadamu ambaye ametangaza vita ya mafanikio, kwani pindi unapoanza safari ya mafanikio, vikwazo mbalimbali huletwa na Ibilisi kwa ajili ya kuyazuia mafanikio ambayo Ibilisi anajua yapo mbele yako. Utakapoweza kuvishinda vikwazo hivyo, mafanikio ya kweli yatakuja katika maisha yako. Hivyo haijalishi wewe ni nani, upo wapi, unapitia wakati gani, ndoto zako hakikisha zinaendelea kubaki katika maisha yako. Ishi maisha ambayo yanakupigisha hatua za kuzisogelea ndoto ambazo unatamani ziweze kutimia katika maisha yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.